Wanabunge oye! Oye! Wanabunge oye! Oye! Mimi kwanza naingia mjadala wa kuzungumzia swala la Gachagua. Mimi nikiwa mmoja wa Mkenya ambaye anatoka maeneo yaliyoathiriwa mwaka 2007, hiyo chamba ameongea sio mzuri. Kwa sababu gani? Kama ile yenye natoka inaitwa Ekerenyo, kulikuwa na kambi ya wakimbizi. Ilikuwa usuni tupu kwa sababu ya uchaguzi, watu wanapigana. Ndio tunataka uongozi. Tunataka Kasongo aende, lakini tunataka Kenya ibaki. Hatuna nchi nyingine. Hatuna nchi nyingine wa Kenya. Lazima tukubaliane ya kwamba tunataka tutoe Kasongo na tukae katika nchi yetu. Hatuendi kuishi nchi nyingine. Kwa hivyo viongozi yeyote, akiwa upande wa upinzani, akiwa upande ya serikali, tunataka tuunganishe taifa. Sio kuchochea, kwa maana watu wanachochea, kikiumana watapanda ndege waende. Na sisi wananchi tutabaki wapi? Lazima tuangalie ya kwamba nchi. Tena hii mambo yenye ameongea, hiyo italeta shida katika mahali penye ameongelea. Sababu kuna wapiga kura wako huko. Ukianza kuambia saa hizo na wakitoka wakati wa kupiga kura, tutakuwa tumepoteza kura. Kwa sababu tunahitaji kura sote ili Kasongo aende nyumbani akiwa ameshindwa bila jambo lolote ambalo atatumia ya kwamba nimeshinda ama nimeshindwa kwa sababu ya ABCD. Hiyo ndio tunataka, kila Mkenya akae mahali yako, apige kura mahali yako, ihesabike na itangazwe akiwa mahali yako. Kwa hivyo si Gachagua peke yake. Kiongozi yeyote ako katika taifa la Kenya. Tuliona yenye ilifanyika. Wenye walisikia hiyo maneno ukianza kuwatajia, hata election ya watatamani hata isonge mbele. Kwa sababu wale watu walitoka kwa Bomasa wakaenda kuishi kwa hema. Hiyo kitu hatutaki katika taifa la Kenya. Ikuwe Ruto, ikuwe Gachagua, ikuwe Matiang'i, ikuwe Kalonzo. Hatutaki kusikia kitu kama hiyo. Tunataka taifa ambalo limeungana, mtu akishinda uchaguzi anaenda nyumbani. Tunalala kwa nyumba, tunakula ugali. Sisi tuende kuishi kwa hema, hii hatutaki. Niingie upande mwingine ya kuongea mambo ya Kalonzo. Kalonzo mnaongea vizuri. IEBC imeshachaguliwa. Badala ya kufanya kwa mikutano, kesi imeenda kotini. Wacha tungoje. Sisi hatuna shida na na IEBC. Tuko na shida na Kasongo. IEBC hata ikiwa ni nani, kura zenye stabiwa kama 202. Hakuna kitu ataiba. Niambie, tukipata 14 milioni na Ruto ako na 6 milioni, anaiba nini? Hawezi. Mambo ya IEBC sikupatie wasiwasi. Wasiwasi sasa inatakana usunguke Kenya, uambie wa Kenya sera zako. Sisi tumesamua. Nikirudi upande wa Ruto, waendelea kukura. Kura yote paka use Kenya. Ulikuwa unauza kuku, sasa tuuze. Sisi hatuna shida kwa sababu tulikuchagua, ulikuwa unauza kuku. Sasa unauza hata binadamu. Endelea lakini wakati inafika. Na hiyo kitu tutakutoa asubuhi na utaenda nyumbani. Na usitusie uoga. Sisi si kuoga, tunakuambia face to face ya kwamba Ruto ni one term. Kwanza ukiendelea hivi hata inaweza kosa kumaliza hii one term. Lazima tujitolee na tuseme Kasongo must go. Hatuogopi. Kasongo mwenyewe ndiye alituambia baba must go. Akatuambia wakati ule Moi must go. Sasa tumesema Kasongo must go. Kwa sababu gani tunasema Kasongo must go? Mtu anadanganya mpaka anadanganya, huwa anaongea mpaka na spirit. Anaongea na wenye walikufa. Tunaongozwa na kiongozi mwenye ako hai ama ni spirit tunaongozwa nayo? Lazima tujiulize mambo kama hii. Watoto hawana pesa ya mtihani. Hakuna madawa hospitali. Hakuna kitu yenye inaendelea katika Kenya, lakini usuru tunaendelea kufanya nini? Kulipa. Sasa hizi gharama ya maisha imeongezeka. Kitu imeongeza kwa duka. Arabu mtu anatuambia kutoa Kasongo ni ngumu. Ngumu aje? Wakati ule mnasomwaso ulikuwa naona hata wakizunguka, anazunguka na watu wake, hata mtoto yake Charlie alikuwa anazunguka naye. Siku hizi hata mtoto amehepa sababu anaona hapa dadi ni kupaya. Sasa kwa hivyo tunasema katika bunge la Githurai ya kwamba Kasongo Must go. Kasongo Must go. Sasa nikimalizia ni kusema ya kwamba hivi, ile kitu tunataka tukienda mahali popote tuambie watu ya kwamba uchaguzi ni muhimu. Hata kama wamepoteza imani ya kupiga kura, hii uchaguzi itakuwa muhimu sana. Sababu tusipopiga kura atakaa. Kwa hivyo kumtoa ni kufanya nini? Kupiga kura. Na tujiandikishe. Na wale viongozi tunawaambia ya kwamba hivi, msikubali kwenda uchaguzi na register ya zamani. Mkikubali hiyo na sisi msituambie mlibiwa kura. Tumewaambia mara ya kwanza ya kwamba register lazima iangaliwe upya. Itengenezwe upya. Kwa sababu kuna watu wanapiga kura wakiwa wamekufa. Hii hatutaki.
Tunataka register itengenezwe vizuri, IBC kiingia ofisini. Kama wewe chairman unataka kukufa, wewe tangaza mwenye unataka. Sisi tutasema we sympathize and fanye nini? We move on wakati inatokea. Kwa hivyo mimi kumalizia, wacha nipatie mwingine naye aweze kutoa maoni yake. Haya, asante.